BBC. Na kukaribisha mubashara katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar nikiwa Nairobi, Kenya. Na tumai umeshinda salama popote pale ulipo, na mimi ni Skola Kisanga nikiwa studio zetu za Dar es Salaam hapa Tanzania. Katika Dira ya Dunia, Iran imeendelea kufanya mashambulizi kwa makombora na ndege zisizo ulinzi wa anga wa nchi za NATO ukizuia makombora katika anga ya Iraq pamoja na Syria. Waziri Mkuu wa Uhispania atoa jibu kali kwa tishio la rais wa Marekani la kusitisha biashara na nchi yake kwa kupinga vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Na waziri mkuu wa Ethiopia ashutumu kundi la TPLF kwa kufanya uhamasishaji wa kijeshi kwa ajili ya maandalizi ya vita katika eneo la Tigray. Lakini kipi kinasababisha mgogoro huu? Kukiuka kwa mkataba wa Pretoria na kukataa kurejea maeneo ya mkoa wa Tigray yaliyokuwepo kabla ya vita vya mwaka 2022. Watu bilioni 4 duniani wakadiriwa kuishi na uzito wa kupita kiasi fikapo mwaka 2035. Kuna vipimo ambavyo tunatumia kwa kutumia uzito wake na urefu wake. Unaweza kupata picha huyu mtu amezidi, yale mafuta yamezidi mwili wake kwa kiasi gani. Viwanjani, meneja wa Arsenal apuuza wakosoaji wake kuwa anategemea mipira ya kutengwa ili kupata mabao. Sikiliza makala ya sports hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari na msomaji ni mimi Asha Juma. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ametoa taarifa kuhusu operesheni ya Marekani dhidi ya Iran. Hegseth amesema jeshi la Marekani limeizamisha meli ya kivita ya Iran katika bahari ya Hindi. Hakutaja jina la meli hiyo, lakini taarifa hiyo inafuatia uthibitisho wa awali kutoka jeshi la maji la Sri Lanka kwamba iliwaokoa watu 32 baada ya kupokea wito wa dharura kutoka kwa meli ya kivita ya Iran Iris Dena. Aidha, amesema kwamba hatua za kijeshi zitachukuliwa hivi karibuni, akisema kwamba mawimbi zaidi na makubwa ya mashambulizi yanakuja. We will fly all day. Tutaruka mchana kutwa na usiku kucha, mchana na usiku, tukigundua, tukilenga na kuangamiza makombora pamoja na miundombinu ya kijeshi na viwanda vya ulinzi vya jeshi la Iran, tukiwatafuta na kuwalenga viongozi wao na makamanda wao wa kijeshi. Viongozi wa Iran watakuwa wakitazama juu na kuona tu nguvu za anga za Marekani na Israel kila dakika, kila siku, hadi tutakapoamua kuwa imekwisha. Of every day until we decide it's over. Pete Hegseth pia amesema kwamba Iran ilijaribu kumuua rais wa Marekani Donald Trump, akiwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani ilimuinda na kumuua kiongozi wa kikosi kilichojaribu kumuua rais huyo. Alipoulizwa kuhusu shambulio la bomu katika shule ya wasichana huko Minaba nchini Iran, Hegseth alisema kwamba Marekani inachunguza tukio hilo na alikataa kutoa maelezo iwapo kulikuwa na taarifa za kijasusi kuhusu silaha za nchi gani iliyolenga shule hiyo. Iran imeendelea kufanya mashambulizi kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani ambazo zingine zilidunguliwa zikielekea Uturuki, Saudi Arabia na Kuwait. Ulinzi wa anga wa NATO uliharibu kombora lililopita katika anga la Iraq pamoja na Syria wakati likikaribia Uturuki. Kuwait ilisema kuwa inakabiliana na wimbi la makombora na ndege zisizo na rubani, na Cyprus ilikabiliana na kitu ambacho kilikuwa kinashukiwa kwa kombora karibu na anga yake. Mlipuko mkubwa umeripotiwa mjini Tehran ambapo Israel imesema imeanza mashambulizi ya kiwango kikubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amemshtumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kuharibu mazungumzo kwa kiburi chake. Haya yakijiri, mazishi ya kitaifa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yameahirishwa. Hakuna tarehe mpya iliyowekwa kwa ajili ya mazishi yake. Jeshi la Israel limeonya wakazi wa miji na vijiji kote kusini mwa Lebanon waondoke eneo hilo. Wameambiwa wahame kaskazini mwa mto Litani. Onyo hili limewadia kabla ya operesheni za kijeshi zinazotarajiwa kuanza muda wowote kuanzia sasa.
Watu 5 wamefariki mjini Baalbek, mashariki mwa nchi hiyo, wakati Israel ilipofanya mashambulizi ya anga kabla ya alfajiri kote Lebanon. Lebanon imekuwa ikilengwa baada ya Hezbollah kuanza kurusha makombora kuelekea Israel. Pia kuna taarifa kwamba jeshi la Syria limepeleka nguvu za ziada katika mpaka wake na Lebanon. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Afrika Kusini amesema kwamba anahofia sana athari za kiuchumi kutokana na mgogoro unaoendelea eneo la Mashariki ya Kati kwa uchumi wa Afrika. Rais Cyril Ramaphosa amesema kuwa mzozo huo unaharibu sekta muhimu barani kote. Ameonya kwamba kupanda kwa bei za nishati kunaweza kusababisha changamoto kubwa za kiuchumi na kutokuwepo kwa utulivu katika masoko ya dunia. Bei za mafuta na gesi zimepanda kufuatia mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran na hatua ya Iran kulipiza kisasi. Mgogoro huu umefanya baadhi ya vituo vya nishati kufungwa katika eneo hilo na kuvuruga usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Baraza la madaktari la Nigeria limemzuia kwa muda mkurugenzi wa hospitali binafsi pamoja na madaktari wengine 2 kuendelea kufanya kazi kufuatia kifo cha mtoto wa miezi 21 wa mwandishi mashuhuri Chimamanda Ngozi Adichie. Adichie Sege, mmoja wa mapacha, alifariki tarehe 7 Januari baada ya matatizo kuibuka wakati wa taratibu za awali za matibabu katika hospitali ya Uracare Hospital jijini Lagos. Isabella Mwagodi na maelezo zaidi. Jopo la uchunguzi la madaktari liliunda kesi ya awali ya uzembe wa matibabu dhidi ya hospitali ya Uracare na Atlantis. Madaktari hao 3 wote wamezuiliwa kutoka kufanya shughuli za matibabu hadi kesi zao zikamilishwe na tume ya nidhamu. Familia ya Adichie ilishtumu hospitali hiyo kwa uzembe, ikidai kwamba madaktari walikataa kumpa mtoto wao oxygen na kutumia dawa za kupunguza maumivu kupita kiasi, jambo ambalo wanasema lilisababisha apate matatizo ya moyo. Katika taarifa, hospitali ilieleza masikitiko yao na kutoa pole nyingi kuhusu kifo cha mtoto huyu, lakini walikana kufanya kosa lolote. Uchunguzi wa kifo cha Nkanu unatarajiwa kuanza tarehe 14 Aprili katika mahakama ya Yaba. Na wizara ya usafirishaji ya Urusi imesema kuwa tangi la gesi asili iliyoyeyushwa ya Urusi iliyochoma moto katika bahari ya Mediterania ilishambuliwa, ikiita kitendo hicho ugaidi wa kimataifa. Wizara hiyo ilitaja madai hayo kuwa shambulio hilo katika karibu na Malta na Libya lilifanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kibiashara za Ukraine. Hii ni BBC. Asante Asha Juma kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, matangazo haya ni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye redio wa shirika mbalimbali. Kama unapatikana nchini Tanzania, basi unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia Bud FM, Radio Kwizera Kulengara, CGFM Tabora, Classic FM, Radio Free Africa na Zenji FM uko visiwani Zanzibar. Kule Kenya tusikilize kupitia Gulf Radio, Count FM na Mwenedu FM. Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano kule Beni pamoja na Lizadal Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia moja kwa moja msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu pale, andika BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi ni Hamida Abubakar. Hamida, wenzetu wanaanza kazi asubuhi, sisi tunaanza jioni. Yetu inaanza jioni, ndivyo mambo yalivyo. Asante sana. Tunaendelea na taarifa zetu na tunaanza na Iran ambapo imeendelea kufanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani zilizopiga Uturuki, Israel, Saudi Arabia na Kuwait. Ulinzi wa anga wa muungano kujihami wa NATO ukizuia kombora lililokuwa likipita katika anga ya Iraq na Syria lilipokuwa likikaribia Uturuki. Kuwait ilisema ilikuwa ikizuia wimbi la makombora na ndege zisizo na rubani. Mlipuko mkubwa umeripotiwa huko Tehran ambapo Israel ilisema imeanza mashambulizi makubwa. Nasea Mohamed na maelezo zaidi.
Ni siku ya 5 tangu mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambapo sasa mashambulizi ya hivi karibuni yamelenga makao makuu ya Basij, kikosi cha jeshi chenye uhusiano na walinzi wa mapinduzi wa Iran, ikiwa ni pamoja na zana za kurusha makombora na mifumo ya ulinzi. Taarifa hiyo inaongeza kuwa jeshi la IDF litaendelea kuongeza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya serikali ya Iran. Taarifa zinasema kwamba ulinzi wa anga wa jumuiya ya kujihami ya NATO umeharibu kombora la Iran lililokuwa linaelekea anga ya Uturuki. Katika taarifa ambayo awali ilikuwa katika lugha ya Kituruki, Wizara ya Ulinzi inasema hakuna majeruhi. Inasema kombora hilo liligunduliwa likipita katika anga ya Iraq na Syria na kuelekea anga ya Uturuki. Wakati huo huo, Qatar imeshambuliwa kwa makombora mawili ya masafa marefu. Moja kati ya makombora hayo lilizuiliwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Qatar, huku moja likigonga kambi la Al Udeid, ambayo ni kambi kubwa ya jeshi la anga la Marekani katika eneo hilo. Qatar inasema hakuna majeruhi yoyote kufuatia shambulio hilo. Chaos in the city. Raia wa Iran ambao wametoroka nchi yao baada ya mashambulizi hayo wanasema kwamba wametoroka nchi yao baada ya kushuhudia milipuko na mashambulizi zaidi. Wengi wao wametorokea katika nchi jirani. I'm coming from Tehran. Nimetoka Teheran na kuna vurugu na hali ya sintofahamu jijini. Makombora ni mengi na mashambulizi kutoka Marekani na Israel. Mimi sihusiki na siasa zao, ila najua kuwa zinaleta huzuni kubwa sana kwa raia. Shaking like earthquake. Nyumba yetu inatetemeka kama mtetemeko wa ardhi. Ilikuwa mbaya sana. Kila mtu anafikiria kuhusu ubaya wa utawala huu. Ningependa kuona kwamba utawala huu umeondoka, na nadhani kutakuwa sawa, na ninatumaini hivyo. Mashambulizi dhidi ya Iran na Marekani na Israel, kwa mjibu wa mataifa hayo mawili, yalitokana na wao kutaka kuona utawala mpya ambao utaleta mabadiliko. Lakini sasa Rais Trump anaelezea wasiwasi wa nani ambaye atachukua uongozi wa nchi hiyo. Nadhani jambo la kutia wasiwasi ni tufanye mageuzi haya yote, halafu uongozi uende kwa mtu mbaya zaidi kuliko mtangulizi wake. Na hilo linaweza kutokea. Hatutaki litokee. Litakuwa jambo baya zaidi. Tufanye haya yote kisha baada ya miaka 5 ugundue kuwa anayesimamia uongozi si mtu mzuri. Kwa hivyo tungependa tuone mtu ambaye ataweka mambo sawa kwa watu wa Iran. Tumeona mengi ambayo yamewafanyikia wananchi wa Iran, hata hivyo wana nafasi ya kuleta mabadiliko. Tunawaambia wasifanye maandamano. Hali ni hatari sana pale nje. Kuna mabomu mengi bado yanaangushwa. Wakati huo jeshi la Marekani limewataja wanajeshi wake wa kwanza kuuawa katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Wanajeshi 6 walikufa wakati mfumo wa ndege isiyo na rubani ulipokwepa ulinzi wa anga na kugonga kituo cha jeshi katika bandari ya Shuaiba nchini Kuwait siku ya Jumapili. Kamandi kuu ya Marekani hapo awali ilisema wanajeshi 3 walifariki katika shambulio hilo, lakini maafisa walithibitisha Jumatatu kwamba idadi ya waliofariki iliongezeka maradufu baada ya mtu mmoja kufariki dunia kutokana na majeraha na miili miwili zaidi kupatikana kwenye vifusi. Vifo hivyo 6 ndivyo vilivyothibitishwa na jeshi la Marekani tangu lilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa ushirikiano na Israel. Aidha, mamlaka ya Sri Lanka imesema kwamba jeshi la wanamaji na jeshi la anga la Sri Lanka limetumwa kuwaokoa mabaharia wa Iran ambao walituma ishara ya dharura baada ya meli yao kuanza kuzama karibu na kisiwa hicho. Waziri wa mambo ya nje Vijitha Hared aliambia bunge kwamba ishara ya kutokea kwa hatari iliyojituma kutoka kwa meli Iris Dena ili wafikia alfajiri. Inasemekana kulikuwa na watu 180 ndani ya meli hiyo. Hared amesema mabaharia 30 waliojeruhiwa waliokuwa ndani ya meli hiyo wamesafirishwa hadi hospitalini katika bandari ya Gale nchini Sri Lanka. Chanzo cha kuzama kwa meli hiyo hakijulikani. Lakini awali Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba wanajeshi wa Marekani waliharibu meli za kivita vya Iran na kuzamisha meli nzima ya wanamaji wa Iran. Naam, asante Nasteha Mohamed. Bado tunasalia kuangazia kinachoendelea Mashariki ya Kati, ambapo watu kadhaa wanaripotiwa kuuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel kote Lebanon. Shirika la habari la Lebanon linasema kwamba watu 5 wameuawa katika shambulizi kwenye eneo la makazi mashariki mwa mji wa Baalbek na wengine zaidi ya 10 kujeruhiwa. Majengo ya ghorofa pia yameshambuliwa katika kijiji cha karibu na Beirut. Elizabeth Kaziburi ana maelezo zaidi.
Mashambulizi ya mabomu yalifanyika baada ya jeshi la Israel kuwaelekeza wakazi wa vijiji 16 kusini kuondoka mara moja. Lebanon imekuwa ikilengwa baada ya Hezbollah kuanza kurusha makombora kuelekea Israel. Katika ishara nyingine kwamba kampeni ya mabomu ya Israel inaongezeka katika bonde la Beka Mashariki, angalau watu 4 waliuawa baada ya majengo katika mji wa Baalbek kupigwa. Watu wengi wamejeruhiwa kwa mujibu wa huduma za uokoaji za eneo hilo. Na eneo la kusini kando ya mpaka wa Lebanon na Israel, maelfu ya watu wanakimbia makazi yao, huku Israel ikitoa amri za dharura za kuhamisha wakazi katika makumi ya miji na vijiji. We've been stuck on the road for 7 hours. Tumekwama barabarani kwa saa 7 sasa. Katika nchi hii tunaishi kwa mateso, uchovu na dhiki. Tulikuwa tumelala, ghafla milio ya makombora ikatuamsha. Yalikuwa kama 6 au 7. Tulikimbia kutoka kijijini kwetu hadi Sheringan Wall bila kubeba chochote. Yalipiga jengo lililokuwa karibu na letu huko Majharuf. Mimi na mwanangu tulikimbia kwa gari moja, wengine wa familia wakaondoka kwa gari lingine. Mabaki ya vifusi yaliangukia gari letu na kuliharibu baada ya mashambulizi. Mimi na mwanangu tuliponea chupu. Haya ni maeneo ambayo inaripotiwa kuwa Hezbollah inarusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israel, kambi ya wanamaji ya Israel iliyoko Haifa. Israel inasema kuwa inalenga maeneo yanayohusishwa na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Jeshi la Israel tena asubuhi ya leo limetoa onyo kwa raia wanaoishi katika maeneo ya kusini mwa mji mkuu Beirut kuondoka mara moja. Maafisa wa afya wa eneo hilo wanasema kuwa makumi ya watu wameuawa nchini Lebanon tangu mashambulizi ya Israel yalipoanza. Jeshi la ulinzi la Israel limetoa onyo la dharura kwa raia walioko katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Beirut kuondoka, huku likiendelea kulenga majengo ambayo linasema yanahusishwa na Hezbollah. Jeshi la Israel nalo linasema limepigana na kufanya shambulio kwenye ofisi ya urais ya Iran katika kambi ya siri ya nyuklia pamoja na kumlenga kamanda wa kundi la Revolutionary Guards mjini Tehran, wakati jeshi la Marekani liliposema limeharibu vituo vya amri, maeneo ya uzinduzi wa makombora na viwanja vya ndege.